Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wetu aliyetupa neema tena ya kuwepo hapa tuweze kusikiliza nini anatuambia kwa ajili ya maisha yetu. Nikupongeze kwa hatua uliochukua ya kusikiliza neno la Bwana katika maisha yako kuliko kitu kingine chochote kile. Na napenda nikukaribishe sasa kwa ajili ya semina yetu ya neno la Bwana ambayo tumekusudia Bwana tusaidie kwenye maisha yetu. Kichwa cha semina yetu kinasema msitoke Yerusalemu. Msitoke Yerusalemu. Na tukiwa tunajibu swali ambalo lipo katika hili somo ya kwamba kwa nini wasitoke Yerusalemu hadi wabatizwe kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kuna mambo mawili hapo ambayo tutayaangalia. Kwa nini wasitoke hadi wabatizwe kwa Roho Mtakatifu, alafu kwa nini wasitoke hadi wabatizwe kwa moto. Kabla ya mambo yote, naomba niombe Mungu sasa ili niweze kuendelea. Baba Mungu mtakatifu, Mungu unayetupenda sana, asante kwa sababu ya wakati na majira haya ambao wapenda tusikie neno lako. Naomba nipake mafuta ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kulifafanua neno hili ambalo Baba umependa tulisikie. Naomba kila mmoja anayesikia na kuona kutazama na maisha yake ya kiroho yakasiliwe katika hali chanya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kushukuru nikimtisha adui shetani hana mamlaka nyamaze kimya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haraka sasa tuanze moja kwa moja kuangalia kwa kina juu ya hili somo ya kwamba kwa nini wasitoke Yerusalemu. Kwa nini tusitoke? Yerusalemu yetu ni ipi? Na je, wao walipokuwa wanaambiwa wasitoke Yerusalemu, kwa nini ilipaswa wasitoke Yerusalemu hadi wabatizwe kwa Roho Mtakatifu na kwa moto? Tutakuwa na mistari michache ya kusoma toka kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 wa kwanza mpaka wa 5, lakini tutasoma mstari mkuu wetu wa 4. Huo ndio mstari kiongozi. Na leo nitazungumza kwa ufupi katika utangulizi mambo kadhaa, na tutakuwa na sehemu mbili za somo hili. Na katika somo hili natamani mwisho wa hili somo tuweze kujua ya kwamba nia ya Mungu kwenye maisha yetu, kwenye utumishi tulionao, inaanzia wapi na inatutaka twende wapi. Hatuiti tu kwa sababu tumeokoka na tunaweza kuwa na ushawishi kwenye jamii, kuwa na ushawishi kwa watu mbalimbali, lakini kuna kitu kinachohitajika kabla ya mambo yote kwa watu waliokoka ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Ngoja tusome sasa hapa hii mistari ili tuweze kugundua siri ya Mungu. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza kuyafanya na kufundisha. Kitabu hiki, kitabu kile cha kwanza, nakumbuka tunapozungumza kitabu cha Matendo ya Mitume, mwandishi wake ni Luka ambaye ameandika kitabu kile cha Luka, Injili ya Luka mtakatifu. Kwa hiyo anaposema kitabu kile cha kwanza, anamaanisha kitabu kile cha Injili ya Luka. Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu. Naona na hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuaga kwa Roho Mtakatifu, kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, alipokwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu, instruction iliyotolewa ni kwa Roho Mtakatifu, ni kwa Roho Mtakatifu. Jifunze kitu hapo. Wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Alinena mambo yapi? Alinena mambo yaliyohusu
ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Mstari wa 4 ambao ndio kiini chetu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mmesikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Baada ya siku hizi chache. Hasa katika mstari ule wa 4 ya kwamba hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Ndiyo tunajiuliza, kama aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, je, kwa nini wasitoke Yerusalemu? Biblia iweze kufahamu, lazima uwe na maswali ya kujiuliza. Ili uweze kuwa na kina juu ya neno la Bwana, lazima uweze kujibu maswali yote. Uwe na maswali na uweze kujibu maswali yote. Maana Biblia imejibu maswali yote ulionayo. Sasa kwa nini tunajiuliza? Kwa nini wasitoke Yerusalemu? Na ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto umezungumzwa wapi? Hebu turudi kwenye kile kitabu cha Luka Mtakatifu sura ile ya 3. Luka Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Luka Mtakatifu sura ya 3 mstari ule wa 16. Maandiko yanasema hivi: Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yani ajaye nyuma yangu, huyo atawabatiza kwa ubatizo wa aina mbili. Ubatizo wa kwanza ni kwa Roho Mtakatifu, ubatizo namba 2 ni kwa moto. Na ndio ubatizo tunaojiuliza leo na kujibu swali hili ya kwamba kulikuwa na ulazima upi? Kwa sababu umekwisha kuokoka. Kuokoka haitoshi, lakini kwa nini nalazimika ubatizwe kwa Roho Mtakatifu na kwa moto? Kwanza ngoja nikupe tafsiri ya neno ubatizo. Batizo, tafsiri ndogo tu ya haraka ambayo sitakuchanganya, ni kwamba kuzamishwa, immerse, unazamishwa. Alafu unapozamishwa, manake kama tunavyosema ubatizo wa maji mengi, kwamba ni kitendo, ni ishara ya kufa na kufufuka pamoja na Kristo, kuungana na Kristo katika umauti wake. Sasa unapokuwa unazamishwa, manake unazika utu wa kale, alafu unavaa utu mpya. Manake tunapobatizwa kwa Roho Mtakatifu tunakuwa immersed, tunadhamishwa ndani. Alafu tunapozamishwa ndani, tunapokuwa tunaibuka au tunapokuwa tunainuka, tunakuwa tumepokea nguvu mpya. Kuzamisha udhaifu, kuzamisha woga, kuzamisha mashaka, alafu tunaibuka tukiwa majiant. Sasa Yesu alikuwa na mpango kamili kwa ajili ya maisha yetu wanadamu ya wokovu. Lakini kazi kubwa ambayo alifanya Yesu after his ascension, baada ya kupaa kwake, ilipasa kwa maelekezo mengi aliyowaagiza kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume kama tulivyosoma, ambayo ulisikia habari zake kwangu, yani ahadi ya Baba kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 14, 15 na 16. Utaweza kusoma pale. Hapo kuna maelekezo mengi juu ya hii ahadi ya Roho Mtakatifu, hasa kwenye ile sura ya 16 alipokuwa akiwaagiza ya kwamba yafaa mimi niondoke ili huyo msaidizi aje. Na huyo msaidizi atakuwa na kazi gani? Atakuwa na kazi nyingi. Moja, kuwafundisha na kuwakumbusha yote niliyokwisha kufanya. Wafundisha, kuwakumbusha, atawaongoza, atawatia kwenye kweli yote. Alafu anawaambia kwamba huyo ataudhihirisha ulimwengu katika haki, dhambi na hukumu. Kazi nyingi za huyo Roho Mtakatifu. Sasa huyo Roho Mtakatifu anapaswa aingie katika maisha
maisha yangu, aingie katika maisha yako kabla ya mambo yote. Niueleze kwa mambo kadhaa huu mstari wa 4 ya kwamba alipokutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali wangoje ahadi ya Baba. Sasa nataka nikupe mambo kadhaa kwenye huu mstari. Jambo la kwanza ni kwamba hii ilikuwa ni amri yake ya mwisho. Hii ilikuwa ni amri ya mwisho. Yaani baada ya amri nyingi aliyokusha kuagiza, pamoja na amri kuu au agizo kuu aliyoagiza ni kuhubiri Injili. Sasa katika mstari wa 4 tunaona his last command, amri yake ya mwisho. Amri yake ya mwisho ni kufanya nini? Kuingoja ahadi ya Baba. Wasitoke, waingoje ahadi ya Baba. Na anasema hivi ya kwamba walipokuwa wamekusanyika, Mungu mara nyingi anapenda kuzungumza na watu wake, na amekuwa akifanya hivyo siku zote. Usipuuzie kwenye kusanyiko, congregation. Mungu anazungumza na watu wake. Hata alipokuwa amekutana nao, walipokuwa wamekutanika, akawaagiza, na aliwaagiza kwa Roho Mtakatifu. Jajua wewe unatoa maagizo gani? Maagizo ya kiungu yanatolewa kwa Roho Mtakatifu. Maagizo yote ya kiungu yanatolewa kwa Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu, maagizo yako yatakuwa ni maagizo yasiyokuwa na afya. Kama unatoa maagizo ya kiungu, lazima uyatoe katika Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anatia uzima kwenye yale maneno, yanakuwa yanazaa mbegu ndani ya ule mtu. Kadiri unavyoyatamka na unavyomwagiza ule mtu ili aweze kufanya kazi, na tegemea yule anayetoa maagizo ameyatoa maagizo akiwa kwenye hali gani. Sasa maagizo ya kiungu ili yazae matunda yanatolewa katika Roho Mtakatifu. Na Yesu ndiye role model ambaye ameonyeshwa hapa ya kwamba alipokuwa akitoa maagizo, alitoa maagizo katika Roho Mtakatifu, na alipoyatoa yale maelekezo yalizaa matunda kwa sababu yametolewa katika Roho Mtakatifu. Sasa kama nimekuonyesha ya kwamba hapa ilikuwa ndiyo amri yake ya mwisho, anapopaa. Manake kwenye ule mstari wa 10 na ngapi ule wa 11, akachukuliwa na wingu. Mstari wa 9, kisha kusema haya, wakatazama, akainuliwa juu, akanyakuliwa. Kwa hiyo mara ya mwisho kuonekana kwa Yesu katika macho ni alipo baada ya kutoa agizo hili ya kwamba wasitoke Yerusalemu. Sasa tunapaswa kuwa katika nafasi ya kumsubiri Mungu na kudumu katika kutembea naye kila siku na kufanya maamuzi ya kutembea naye kila siku. Kwa nini? Isaya sura 40 mstari ule wa 31 anasema, wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kama tai. Wamngojeo Bwana. Kumbe kuna siri katika kumgoja Bwana. Katika kumgoja Bwana kuna kitu cha ajabu ambacho kinatazamiwa kutokea. Ni upokee nguvu mpya. Pokea nguvu mpya, the new power. Naona kwa hiyo katika kusubiri tunategemea kupokea nguvu mpya kwenye maisha yetu, na tunapaswa kufanya hivyo kwa sababu ndiyo kusudio la Mungu. Aone kama unamtegemea, aone kama yeye ni yote katika yote kwenye maisha yako, aone kama nafasi yake ni ya kwanza kwenye maisha yako, aone kama unaweza kuvumilia na unaweza kuzaa uvumilivu, kuzaliwa uvumilivu ndani yako. Sasa katika hii kanuni au katika hii amri ya mwisho tunaona jambo moja, na kwamba wait for the promise of the Father. Kuisubiri ahadi ya Baba, kuisubiri ahadi ya Baba. Wangoje ahadi ya Baba. Kwa nini wangoje ahadi ya Baba? Kwa sababu anasema hivi, baada ya siku hizi chache, not many days, siku hizi chache.
kwa maana jambo hilo analifanya mara. Hajasema muda maalum, ila analifanya mara. Nataka niwaambie pia, hata kama upo kwenye mazingira ya kumsubiri Mungu kwenye jambo la aina yote, ujue ya kwamba ahadi ya Mungu kwenye maisha yako ni anatenda mara, ila hajasema ni lini, ila ujue kwamba mara inatokea. Kwa kusema hivyo, yani kusubiri haimaanishi ukate tamaa, bali inakufanya uwe na matumaini katika akili na moyo wako. Lakini jambo la pili kwenye mstari ni kwamba kalenda ya Mungu utimie. Kalenda ya Mungu utimizwe. Kalenda ya Mungu lazima itimizwe. Kwa sababu gani? Amesema waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake pale. Maana yake kilichoahidiwa na Mungu lazima kitimie. Kalenda ya Mungu lazima itimie. Lakini sasa tujiulize, should we start today? Tunaweza kusubiri katika siku zetu leo? Ngoja nikwambie, kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 7 mstari wa 37 mpaka wa 39 kuna kitu cha ajabu ambacho inatupa kujua ya kwamba hii ahadi ya Baba ni aina gani. Mara yaambiwa baada ilichokuwa kinasubiriwa baada ya kutukuzwa kwake Yesu. Kutukuzwa ni kule kupaa kwake. Kwa baada ya kutukuzwa kwake, ile ahadi ya faiji. Kwa kutukuzwa kwa Yesu ndipo kunaamua ahadi ya Baba ije kwetu. Ili badala ya Yesu kuwepo katika kuonekana kwake, utendaji unaendelea kutendeka duniani kupitia Roho Mtakatifu. Yaani utendaji wa Mungu duniani ni 100% hata baada ya Yesu kupaa. Lakini kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu, ndio uamuzi wa kwamba utendaji wa Mungu duniani unaendelea vile vile kana kwamba yupo. Yaani kana kwamba Yesu yupo katika kuonekana kwake. Kwa hiyo Yesu anaendelea kuifanya kazi yake duniani kupitia Roho Mtakatifu anayetenda kazi ndani yetu. Kwa Roho Mtakatifu anapokuwepo ndani mwetu, utendaji wa Mungu unazidi kuendelea. Nikupe usije ukafikiri ya kwamba hiyo kazi unaifanya mwenyewe. Ni Mungu ndani mwako anaendelea kuifanya kazi yake mwenyewe. Yaani uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu ndio unaoashiria na kuamua ya kwamba utendaji wa Mungu duniani unaendelea vile vile kupitia Roho Mtakatifu. Maana pasipo huyo Roho Mtakatifu, ule utendaji wa Mungu haupo. Andika maandiko yatakusaidia. Joel sura ya 2 mstari wa 28 mpaka wa 32. Ngoja huwa nisome Yoeli sura ile ya ngapi? Ya 2 mstari wa 28 mpaka wa 32. Hata itakuwa baada ya hayo kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wanawake ya siku zile nitamimina Roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, na damu na moto na minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya siku ya Bwana iliyokuu na itishayo. Na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote, hii ahadi ya Baba ni kwa awaye yote, lakini fanya nini? Atakayeliitia jina la Bwana ataponywa. Ya kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaokoka kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao waitao Bwana. Sasa ngoja nende haraka kidogo. Andika na Ezekiel sura ya 36 mstari wa 26 mpaka 27.
Ezekiel 36 mstari wa 26 mpaka wa 27, Isaya sura ya 32 mstari wa 15, lakini sura 44 mstari wa 3. Sasa mimi nitasoma tu Ezekiel kisha niweze kuendelea na ufafanuzi uliopo. Ezekiel 36 mstari wa 26 nasema hivi: nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hapa inatuonyesha namna ambavyo tutakuwa na nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Tutakuwa na nguvu kupitia Roho Mtakatifu, lakini tutadumu ndani ya Kristo pia. Bwana atafanya kazi yake ndani yetu kupitia sisi. Bwana atafanya kazi yake ndani yetu kupitia sisi. Kitendo cha Baba kutupa Roho Mtakatifu inaonyesha urithi mkuu anaotupa. Petro wakati wa hotuba yake ya kwanza anasema, ile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 40 mstari wa 41. Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 39. Kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie, kwamba ahadi hii ni kwa ajili ya kila mmoja, na kama ni urithi mkuu, maana yake ni vizazi na vizazi. Ahadi hii ni kwa ajili yao, wataipokea. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anayetenda kazi yake Baba ndani yetu. Sisi hatuzalishi kitu, bali Kristo mwenyewe. Ndani yetu ni Kristo mwenyewe. Paulo anasema kuishi kwangu ni Kristo. Maana yake chochote kile tunachokifanya ni Kristo. Kama ni kuimba ni Kristo, kama ni kuhubiri ni Kristo, kama ni maisha ni Kristo. Chochote tunachokifanya ni Kristo. Ujue ya kwamba pasipo Kristo hauna maisha. Ifika wakati umaki na kuelewa kabisa na kusajili kwenye akili yako ya kwamba mimi maisha yangu ni Mungu. Mungu ndiye maisha yangu na maisha yangu ndiye Mungu. Ya kwamba ukimtoa Mungu unatoa maisha yangu, na ukiyatoa maisha yangu unabakiwa na nini? Hamna unachobakiwa nacho. Maana yake nini? Uhai wetu na maisha yetu ni Mungu mwenyewe. Sasa twende tukajiulize kwa mara ya kwanza katika hatua hizi chache tunataka tuzione kwa upande wa Roho Mtakatifu. Leo tazungumza kwa nini wasitoke Yerusalemu hadi wabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Hadi wabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Alafu nitaendelea pia nikwambie kwa nini ilipaswa wajazwe wabatizwe kwa moto. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni wa aina gani na ubatizo wa moto ni wa aina gani? Sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao ilipaswa wabatizwe ulikuwa na vitu gani na ulikuwa unawasaidia nini? Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuna vitu vingi vinavyozungumza juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. First outpouring of the Spirit. Mwagiko wa Roho. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka nikwambie hapa, kwa nini nilipaswa wabatizwe kwa Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, Yesu alitaka waweka wakfu wa kutiwa mafuta ya Roho Mtakatifu kabla ya kuanza rasmi kazi ya Injili wakiwa peke yao.
Kwa nini wajazwe, wabatizwe kwa Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, Yesu alitaka wawekwe wakfu kwa kutiwa mafuta ya Roho Mtakatifu kabla ya kuanza kazi rasmi wakiwa wenyewe, wakiwa peke yao. Kwa nini walipaswa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, Yesu alitaka wawekwe wakfu kwa kupakwa mafuta ili waweze kuifanya kazi ya injili wakiwa peke yao. Twende kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 6 hadi ule wa 7. Samueli wa kwanza, kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10 na mstari wake wa 6 na wa 7. Tuone juu ya Sauli. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, by power, nawe utatabiri pamoja nao. Manake mara ya kwanza hakuwa na uwezo wa kutabiri, lakini Roho atakapokuja juu yake atamjilia kwa nguvu. Kanuni ya Roho anapokuwa anakuja na power. Ndio maana kwenye mstari wa 8 wa kitabu cha Matendo ya Mitume hakuanza kusema kwamba atakapokuja Roho Mtakatifu mtanena kwa lugha. Alisema mtapokea nguvu. Maana baada ya nguvu ikisha kuja ndani wako ndio inayazaa mambo kama mtu ananena kwa lugha, ama karama, kama nini, tunda la Roho na mengine mengi. Kwa hiyo utapokea nguvu, utaanza kutabiri pamoja naye, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Roho atakapokuja, maana utakapobatizwa kwa Roho Mtakatifu, utageuzwa kuwa mtu mwingine. Utageuzwa kuondoa mashaka, utageuzwa kuondoa wasiwasi, utageuzwa, utabadilishwa. Ile hali ya kwanza ya Petro ambayo Petro aliishi akiwa msaliti, akirudi kuvua samaki, na baada ya kubatizwa yule ndugu anageuzwa, aliyekuwa mwoga anageuzwa na pewa ujasiri. Ujasiri, anasimama mbele ya makutano, maelfu anaanza kusema ya kwamba sikilizeni, watu hawajalewa. Akaanza kuhubiri habari za ufalme wa Mungu, na watu wakachoma mioyo dhamiri zao. Manaka aligeuzwa Petro yule wa kwanza, sio yule tena, na yule wa pili ni Petro wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 7 sasa. Basi hapo ishara itakapotukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Hapa kuna kitu cha ajabu na kifurahia, ya kwamba Roho atakapokuja na utakapogeuzwa, manake baada ya hapo fanya kila uonalo jema. Baada ya Roho Mtakatifu kuja ndani ya maisha yetu, ndipo tunaweza kufanya lolote lile. Kabla ya Roho Mtakatifu ajaja ndani ya maisha yako, hauna uwezo wa kufanya jambo lolote. Kabla Roho Mtakatifu ajaja ndani yako, hauna uwezo wa kuhubiri Bwana. Kabla Roho Mtakatifu ajaja ndani yako, hauna uwezo wa kutoa unabii. Kabla Roho Mtakatifu ajaja ndani yako, hauna uwezo wa kusema ya kwamba kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Kabla ya Roho Mtakatifu hajaja ndani yako, hawezi ukafanya lolote. Sauli akaambiwa hivi, ishara hizi zitakapotukia, fanya kila uonalo vema, ya kwamba kama ni kuanza utumishi, kama ni huduma, kama ni wito anambebesha Roho Mtakatifu mtu mhusika. Wito anauleta Roho Mtakatifu baada ya kuwepo ndani ya mhusika. Hawezi ukasema ya kwamba mimi nimeitwa alafu hauna Roho Mtakatifu. Huyo atakuwa ni roho ya shetani, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anaita watu, ndiye anawatumia watu, ndiye anawapeleka watu kazini. Roho Mtakatifu akaja juu ya Sauli, alafu alipokuja juu ya Sauli akamgeuza kwa mtu mwingine. Na hapo alipogeuzwa kwa mtu mwingine, maandiko yanasema ishara hizi za kugeuzwa zitakapotukia, fanya kila uonalo jema. Unaona siri iliyopo sasa, ya kwamba hawa watu walipaswa weke wakfu kwa kutiwa mafuta na Roho Mtakatifu kabla hawajaanza kazi ya injili wakiwa peke yao. Kumbe kazi ya injili ilipaswa waanze wakiwa
kwa sababu kuhubiri Injili unaweza nikakufundisha formula nyingi, lakini master wa Injili ni Roho Mtakatifu. Ndiye atakwambia anzia hapa, nenda hapa, maliza hapa. Alafu Roho Mtakatifu ndiye akija ndani mwako, anakuja anakuwa analeta moto. Alafu ule moto ndio uliokwenda kuchoma mioyo, dhamiri za wale watu, wakaanza kujihisi kana kwamba ni watu ambao wana mapungufu sana, wakazisikia dhambi zinawashtaki kiasi cha kufa, wakasema tufanye nini? Petro akamwambia tubuni basi, leteni, ambia ili zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Kristo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Samueli wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa 13. Maandiko yanasema juu ya Daudi. 16 mstari wa 13. Ndipo Samueli akaitoa pembe ya mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu, by power, tangu siku ile. Ikamjilia kwa nguvu tangu siku ile. Kwa Roho Mtakatifu kazi anakuja kuifanya ni kumgeuza mtu, halafu anapomgeuza mtu anamtia mafuta. Akishakumtia mafuta, manaka amemweka wakfu, consecrate or ordaining. Roho Mtakatifu anakuja na kuordaini, anakuweka wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya utumishi. Kwa Roho Mtakatifu anapokuja ndani, kazi anayoifanya anamweka mtu wakfu ili aweze kuifanya ile kazi akiwa peke yake. Yaani Yesu alipokuwa anaondoka akawaambia kaeni mjini Yerusalemu. Kwa maana gani? Alijua kama wakiondoka hawa ndugu bila Roho Mtakatifu, kwa kweli hawawezi wakaitetea kazi ya Injili wakiwa peke yao. Kwa sababu gani? Wakati akiwa pamoja nao Petro amemsaliti. Wakati akiwa pamoja nao Yuda ameshapenda hela. Wakati akiwa pamoja nao wanafunzi wanajikwaa. Wakati akiwa pamoja nao wengine, wakati huo akiwa pamoja nao Petro anakumbuka kwamba kuna samaki, anarudi kuvua tena. Wangewezaje kuitetea kazi ya Injili wakiwa peke yao? Ilipaswa Roho Mtakatifu aje awaweke wakfu. Akisha kuwaweka wakfu, wawe na uwezo wa kuitetea kazi ya Injili wakiwa peke yao, ya kwamba watasema Yesu ni Bwana. Halafu Yesu akiwa anatenda kazi pamoja nao ndani yao, yani atakuwa anatembea huku na huku akiwa anaifanya kazi yake yeye ndani yao kupitia Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yao wakiwa peke yao. Jambo lingine, kwa nini wabatizwe kwa Roho Mtakatifu na kwa moto? Kwa nini ilibidi lazimika wakae Yerusalemu mpaka watakapobatizwa kwa Roho Mtakatifu? Jambo lingine, Yesu alitambua wazi kabisa kwa wanafunzi wasingeliweza kuwa mashahidi wazalendo na waaminifu, kuwa mashahidi wazalendo na waaminifu kwa vita vyovyote, kuitetea kazi ya Injili pamoja na nguvu ya uwezesho wa Roho Mtakatifu. Alijua wanafunzi wasingeliweza kuwa wa mashahidi wazalendo, wasingeliweza kuwa mashahidi wazalendo watakaoweza kuitetea kazi ya Injili katika vita vya aina yote. Vita vya Injili ni vita. Kama Injili na vita, maana yake nini? Maana yake hivi, ili tuweze kuitetea kazi ya Injili pamoja na vita vyote, tunalazimika kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ili itupike, ituhakikishe, itufanye kuwa thabiti ya kwamba tuseme msalaba mbele, dunia nyuma, msalaba mbele, dunia nyuma, kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Soma andiko haya. Kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 15 na 16.
Warumi sura ya kwanza mstari ule wa 15 na ule wa 16. 15 sura ya kwanza mstari wa 15 na ule wa 16. Paulo anasema hivi: kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuhubiri Injili hata kwenu ninyi mnaokaa duniani. Kwa upande wangu mimi tu, kama ni Paulo, na wahakikisheni ya kwamba mimi Paulo, kwa upande wangu ni tayari hata kuhubiri Injili kwenu kwa Rumi. Lakini anasema alione mstari wa 16 ya kwamba kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Aionee haya Injili, hana wasiwasi, hana mashaka, manake kuhubiri Injili kwake ni 100%, japokuwa ya mateso, japokuwa ya vikwazo, japokuwa ya changamoto, japokuwa ya vita, japokuwa kufungwa gereza, japokuwa kupigwa mijeledi, upigwa fimbo, lakini pamoja na mikatale, upande wangu mimi hata kwenu Kolumi nitafika, hata kwenu Madagaskar nitafika, hata kwenu Brazil nitafika, hata kwenu wapi nitafika. Maana sionei haya Injili sababu ya mimi kufika huko. Sina mashaka na mateso, sina mashaka na vifungo, sina mashaka na kazi yoyote ambayo nitakutana nayo mbele yangu itakayokuwa ngumu. Maana nifika wakati gari ya bahari chombo kinapenda shida, anaambia tulieni, hakuna anayeangamia. Maana amekwisha kuhakikisha ya kwamba mateso ni sehemu yangu. Kazi ya Injili lazima nitetee. Anafika mahali anawahakikishia ya kwamba jamani, mimi mwilini mwangu nachukua chapa za Kristo Yesu. Tangu sasa mtu asinitabishe, maana mwilini mwangu nachukua chapa za Yesu Kristo. Hilo neno alilokuwa anawaambia Wagalatia. Sasa sikiliza, Yesu aliwaagiza wasitoke Yerusalemu ili waingoje ile ahadi ya Baba, kwa sababu pasipo hiyo ahadi ya Baba, Yesu alijua watakapotokea kuwa mashahidi pasipo huu uwezesho, kupigwa makofi tu kutawafanya waseme ya kwamba Yesu sio Mungu. Kutukana kungeliwafanya waseme ya kwamba Yesu sio Mungu. Kungeliwafanya wakate tamaa haraka sana. Lakini ujio wa nguvu ya Roho Mtakatifu, Yesu anawafanya kuwa mashahidi wazalendo, witness. Mashahidi wazalendo. Mzalendo ni upi? Mzalendo ni yule ambaye yupo tayari kufa kwa ajili ya hicho kitu. Kama ni nchi yake, mzalendo wa nchi, mzalendo wa Injili, yani mzalendo wa Injili. Naposema moyo wa Injili, uzalendo wa Injili. Naposema moyo wa Injili, uzalendo wa Injili, maana yake nini? Moyo wa Injili unaibeba Injili na kuifanya iwe kiu na shauku yako ya kudumu. Uzalendo wa Injili unakuingiza kwenye level nyingine ya kuitetea Injili, ambapo mzalendo wa Injili ni yule aliye tayari kufa, aliye tayari kuteswa, aliye tayari kujeruhiwa kwa ajili ya hiyo Injili. Yaani ni afadhali wamuue akiwa ameshikilia Injili. Ni afadhali wamhangaishe, wampige viboko, wamchome, hata kama wamchane kwa msumeno, lakini anaitaja Injili. Huyo ndiyo mzalendo wa Injili. Sasa ilibidi wao washahidi wazalendo, sio tu wenye moyo wa Injili. Hatuishii kwenye moyo wa Injili. Tunapokuwa tumeubeba moyo wa Injili, tunaingizwa kwenye kiwango kingine kinaitwa uzalendo wa Injili. Huu uzalendo wa Injili unatufanya tukubaliane na changamoto, tukubaliane na mateso, iwe kama chakula chetu, tukubaliane na kufa kwa sababu ya Injili, kwa sababu ya huyu Kristo, tukubaliane na lolote. Huyo ndio mzalendo. Na kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya ngapi, ambapo anasema kwamba sisi tu mashahidi. Unaona? Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 4. Wewe nikusomee kitu cha ajabu. 1, wawe mashahidi wazalendo. 2, wawe waaminifu. Maandiko yanasema hivi, mtu, sura ya 4 mstari wa kwanza, Wakorintho wa kwanza. Mtu na tuhesabu hivi ya kuwa watumishi wa Kristo na mawakili wa
Mstari wa 2. Hapo tena inayotajwa katika mawakili ndio mtu aitwe kuwa, aonekane kuwa mwaminifu, aonekane kuwa mwaminifu. Yaani walitakiwa wafuzu kwenye kigezo cha kuwa mashahidi wazalendo, alafu mashahidi waaminifu. Sasa hao mashahidi waaminifu wasingeliweza kupatikana pasipo pawa nguvu ije ndani mwao, pasipo hiyo nguvu kukaa ndani mwao. Hiyo nguvu inapokaa ndani mwao, watu wanapokuwa wamebatizwa kwa Roho Mtakatifu, wanapewa uwezo wa kuitetea Injili. Uwezo wa kuitetea Injili unawafanya wakubali chochote kitakachokuja mbele yao, ili mradi Kristo ametukuzwa. Paulo ni mfano mzuri sana katika kuitetea Injili. Paulo amepitia mateso. Unaona, tunapoanza kwenye sura ya 13, awamu yake ya kwanza ya umisheni. Anapotoka awamu yake ya pili, ile 13 na 14 ni awamu ya kwanza ya umisheni. Anapokwenda awamu ya pili, tunaona aliyokutana nayo. Anapokwenda awamu ya tatu, tunaona anakutana nayo, mpaka anasimama mbele ya Sinihade, mbele ya baraza. Naambia kwamba Agripa anajitetea mbele ya Agripa, asema nasikia fahari, nasikia heri kujitetea mbele yako. Hafu ghafla anashtuka, awe Paulo, nasali kwa maneno yako intelligence. Endelea, asema kwamba sio wewe tu. Kwa hiyo tuendelee. Jambo lingine, kwa nini ilipaswa wabatizwe kwa Roho Mtakatifu? Kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini ilipaswa wasitoke Yerusalemu mpaka wabatizwe kwa Roho Mtakatifu? Jambo lingine, walihitaji sana nguvu ya huduma na kalama za Roho Mtakatifu ili wahamishwe kutoka katika utendaji wa kibinadamu, yaani ufasaha wa maneno yao yake. Walihitaji sana kitendo cha kubakia Yerusalemu mpaka ahadi ya Baba ije, mpaka wabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Ilihitajika sana iwe hivyo, ili nguvu ya huduma, nguvu ya huduma itegemea sana utendaji wa karama za Roho Mtakatifu. Karama za Roho Mtakatifu ndiyo vitendea kazi ya kiroho ya huduma, ndio vitendea kazi. Karama uponyaji, karama matendo ya miujiza, karama ya imani, neno la hekima, neno la maarifa, unabii. Unaona, karama za nguvu hizo, karama za semi. Unaona, sasa ilihitajika kama kupambanua roho, ilihitajika sana walihitajika sana ili waifanye kazi ya huduma. Ilihitajika wavikwe nguvu ya Roho Mtakatifu, alafu zizaliwe karama ili wahamishwe katika utendaji wa ufasaha wa kibinadamu, yaani wa maneno yao katika ile hali ya kawaida. Wahamishwe, yaani roho awatope, alafu wapeleke dimension zingine. Kwa hiyo nikusomea hapa kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 5. Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja nihubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno. Mtumishi wa Mungu unapokuwa unakwenda kuhubiri Injili na unapokuwa umembeba Kristo kama shahidi, nenda peleka neno la Mungu, sio ufasaha wa maneno yako. Paulo anasema hivi, nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno. Lakini kwa sababu gani? Wala kwa hekima ya kibinadamu. Kanisa la Korintho itawaliwa na hekima za kibinadamu. Lakini jambo lingine, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo
naye amesulubiwa. Amefika mhubiri wa Injili. Bwana atupe neema tuzungumze pia hata namna unavyotakiwa kuishi ukiwa umealikwa kwenye huduma. Haupaswi kujua mambo mengine yasiyohusu kile kilichokupeleka. Na lazima nisijue neno lolote isipokuwa Kristo naye amesulubiwa. Mstari wa ngapi? Wa 3. Nami nalikuwa kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na kutetemeka. Neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa katika maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali katika nadharia za roho na za nguvu. Neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa katika hekima ya kushawishi akili za watu, bali katika dalili ya mambo mawili, dalili ya roho na dalili ya nguvu, power. Manake nini? Paulo alikuwa amehakikishwa na amehamishwa katika ule ufasaha wa kawaida wa maneno ya kawaida ya kujitia moyo. Wanasema kwamba lakini kwa hekima zaidi naweza tukafanya hivi. Sikiliza, hatuendeshi na hekima ya kibinadamu. Na watu katika neno la Bwana wanatia hekima, wanasema lakini kihekima ingelifaa iwe hivi, lakini kihekima tungefanya 1, 2, 3. Nakwambia hivi, katika utendaji wa huduma hatuendeshwi na hekima. Kwa ilipaswa na inalazimika tulie Yerusalemu mpaka ubatizwe kwa Roho Mtakatifu, ili uhamishwe katika ufasaha wa kawaida, ili neno lako na kuhubiri kwako kadiri unavyomwendea mtu wa aina yote, kusema naye kama shahidi wa Kristo. Umebeba ujumbe wa kazi ya msalaba, ili usiseme ufasaha wa maneno. Hakikisha kwamba umebatizwa kwa Roho Mtakatifu, ili kalama zizalishwe ndani mwako, alafu ule ufasaha wa kibinadamu unaondoka. Kwa nini ilipaswa wabatizwe kwa Roho Mtakatifu? Ilihitajika sana nguvu ya huduma na kalama za Roho Mtakatifu, ili watoke katika ufasaha wa maneno ya kibinadamu au katika hali ya kibinadamu, na waingie katika ufasaha wa dalili za aina mbili tu, roho na nguvu. Kwa nini ilihitajika wabatizwe kwa Roho Mtakatifu? Lakini ngoja nikwambie pia, wakati Yesu anawatokea, alikwisha kuwa amewaambia kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 22 mstari wa 49. Luka sura ile ya 22 mstari wa 49 ya kwamba natazama na waletea juu yenu ahadi ya Baba, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni humu mjini mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Na nalikwambia kwamba hakuna jambo lote linaloanza bila Roho likaendelea kudumu. Sio tu kuendelea kudumu, lakini hakuna jambo lolote lililoanza bila Roho likayazaa matokeo. Jambo lolote linalozaa matokeo ni lile ambalo limeanza katika Roho halafu limeendelea katika Roho. Kwa usipoanza katika Roho, sahau kuhusu matunda, sahau kuhusu matokeo. Usipoanza katika Roho, sahau kuhusu muujiza. Usipoanza katika Roho, sahau kuhusu matendo ya miujiza, sahau kuhusu uponyaji, sahau kuhusu kuasi vizazi. Sawa kabisa. Unapoanza na Roho, ndio maana kanisa la Matendo ya Mitume, tunapokiongelea kitabu cha Matendo ya Mitume, maana yake tunaongelea mianzo ya kanisa ya Agano Jipya, mianzo ya kanisa la Agano Jipya. Mianzo ya kanisa la Agano Jipya imekuwaje? Mianzo ya kanisa la Agano Jipya ni mianzo ya Roho, mianzo ya kuanza na Roho. Kule kuanza na Roho ndio kumeifanya imani tulionayo tuweze kuipokea kwa nguvu. Imani tuliyoipokea tumeipokea kwa nguvu, na tunaiasili kwa vizazi vyetu kupitia nguvu. Kwa tunaipokea imani kwa nguvu, na tunaasili vizazi kwa nguvu. Kwa hiyo tunapokea kwa nguvu, tunaambukiza kwa nguvu. Kwa tuna Petro walipokea Roho Mtakatifu kuviasili vizazi vyetu na cha kwetu. Kwa kizazi chetu kimeasiliwa na Roho
ilisuka ikaasiri kizazi cha kina Petro. Kizazi cha kina Petro kikaasiri kizazi kingine, ikaasiri kizazi kingine, kizazi kingine. Ni imani ile ile. Hasa imani ya Yesu Kristo ili iweze kukiasiri kizazi kimoja kwenda kingine, inahitajika iwe imehakikishwa kwenye mianzo ya roho. Unapandiwa imani gani? Maandiko yanasema ya kwamba mwafa hakutokuyajua maandiko wala uwezo wa Mungu uliomo ndani wake. Lakini pamoja na hayo, andiko linaweza likaua, roho anaweza kuisha. Kwa sababu gani? Mtu anaweza akajaa maandiko lakini akawa ni farisayo, kwa maana ya kwamba utendaji haupo. Kwa nini utendaji haupo? Kwa sababu roho ndiye anayekuingiza kwenye utendaji wa neno. Roho ndiye anayekuingiza kwenye utendaji wa neno. Pasipo roho, yule mwanadamu alikuwa ametengenezwa vizuri tu, lakini hakuwa nafsi hai. Paka pumzi ya Mungu ilipoingia neno, alipopuliziwa pumzi ya uhai, ndipo akawa nafsi hai. Si hivyo tu, uumbaji haukufanyika kabla ya roho kutulia juu ya vilindi vya maji. Roho akiwa juu ya nchi, roho akiwa juu ya maisha yako, roho akiwa juu ya kazi, roho akiwa juu ya huduma, roho akiwa juu ya kanisa, manake chochote kile kinaumbika. Maana kanisa la Matendo ya Mitume ndilo ambalo limeizaa imani tulionayo. Kwa nini kanisa la Matendo ya Mitume limefanikiwa kuiambukiza imani mpaka leo inaendelea? Kwa sababu moja tu, kwamba mianzo yake ilikuwa ni mianzo ya roho. Shika sana. Kwa nini mpaka leo tunaendelea vizuri na imani? Tunaendelea kuitetea Injili. Tunasema ya kwamba mimi kuishi ni Kristo. Nitatembea, nitakwenda huko na kule, sitamwacha Yesu. Nitakuwa shahidi na wakili mzuri wa kazi ya msalaba. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu mianzo yetu ni roho. Kilichoanza kwa roho kinakamilishwa na roho. Kinakamilishwa na roho wakati gani? Wakati Yesu atakapokuja, kama tumetiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye nguvu ya ule unyakuo. Umeelewa? Roho Mtakatifu anatupaisha. Kwa hiyo tumeanza na roho, tunaanza na roho na tunakamilishwa na roho. Kwa ilipaswa wabakie Yerusalemu kwa ajili ya kupokea ahadi. Kwa sasa Yesu amekwisha kutukuzwa. Baada ya Yesu kutukuzwa tu, ile ahadi ikaja. Wakati Petro alikuwa anawaambia kwamba tuchague mtume, achukue nafasi aliyokosa Yuda, aende mahali pake mwenyewe, akapasuka matumbo. Ilikuwa yapata siku ya 7 alipokuwa anahutubia hivyo, siku ya 7 baada ya kupaa kwake Yesu, akiwa amewaagiza wasitoke Yerusalemu mpaka waingoje ahadi ya Baba, ambayo waliambiwa ahadi hiyo ya kwamba iko ya aina hivi na hivi na hivi, sitawaacha ninyi yatima, bali nakuja kwenu. Sitoke Yerusalemu mpaka uvikwe uweza utokao juu. Uweza utokao juu. Sasa nataka nihitimishe kwa jambo moja. Kazi ya Yesu kwenye maisha yetu ni halisi, na kazi ya Yesu kwenye ulimwengu ni halisi. Kazi ya Yesu iwe halisi kwenye ulimwengu, lazima iwe halisi kwenye maisha ya mtu anayeuasi ulimwengu. Yaani iwe halisi kwa kanisa, iwe halisi kwa mpendwa au kwa mtu mmoja mmoja ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana, kiongozi wa maisha yake. Ili iwe halisi kwa ulimwengu, lazima iwe halisi kwa watu waliookoka au waliompokea Kristo. Na wanakuwaje halisi au inakuwaje halisi hii kazi? Pale wanapokuwa wamehatikishwa kwa kubatizwa na Roho Mtakatifu. Kitendo cha kubatizwa na Roho Mtakatifu kinafanya uuaji wa vitu vingi vya uasi. Uoga wa Petro ulikufa baada ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ujasiri wa Roho Mtakatifu, ujasiri wa Petro ulizalishwa baada ya Petro kuzamishwa alafu akanyanyuka. Naona alipokuwa ananyanyuka, kwa maana Roho amemjaza, amepokea nguvu. Anaposimama hivi anakuwa amepokea ujasiri. Sasa nataka nikutangazia leo ya kwamba tunalo tumaini tena.
ya kwamba tunapokuwa tunamsubiri na kuingoja ahadi ya Baba, ahadi ya Baba ni lazima ije kwenye maisha yetu kabla ya huduma. Ahadi ya Roho Mtakatifu lazima ije kwenye maisha yetu kabla ya kuimba. Ahadi ya huduma lazima ije kwenye maisha yetu kabla ya wito. Ahadi ya huduma lazima ije kwenye maisha yako kabla ya utumishi, kabla ya kwenda huku na kule, hawakwenda Uyahudi wala Samaria, kabla ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, kwa maana ya kwamba ilihitajika wabaki Yerusalemu kabla ya kwenda kuyaasi maisha ya watu wengine. Ilihitajika watengenezwe wao kwanza kabla ya kuwatengeneza wengine. Haya, tunatengenezwa sisi kuwatengeneza wengine. Tunapotengenezwa tunakwenda kuwatengeneza wengine. Kuwatengeneza kiaje? Sisi hatuna chochote tunachoweza kufanya isipokuwa ni kisha naifanya kazi yake ndani kwa Roho Mtakatifu. Roho inabidi aje, akija ndani mwetu anatuwezesha, anatupa nguvu ambayo mwanzoni tulikuwa hatuna. Ndipo tunakuwa na uwezo wa kusema ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Ndipo tunakuwa na uwezo wa kusema ya kwamba viwete watatembea, vipofu wataona, viziwi watasikia, waliopooza watapokea nguvu tena. Unaona, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na nini na nini na nini, vyote hivyo hawezi kuvifanya pasipokuwa na Roho. Nini wito wa ujumbe? Wito wa ujumbe ni mianzo na Roho Mtakatifu. Mianzo ya utumishi na Roho Mtakatifu, mianzo ya huduma na Roho Mtakatifu, mianzo ya maisha na Roho Mtakatifu. Maisha ya Kikristo ni maisha ya Roho Mtakatifu. Maisha ya Kipentekoste ni ya Roho Mtakatifu. Unaposema Pentekoste, maana yake ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, mianzo na Roho Mtakatifu. Na huu ndio wito wangu, ya kwamba kabla ya mambo yote, kabla ya kanisa kukua, kuongezeka, kanisa lilikuwa na kuongezeka kwa sababu ya mianzo na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba lazima tubatizwe, watumishi wa Bwana, kwa Roho Mtakatifu. Lazima tuvikwe nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kufanya vitu ambavyo tulikuwa hatuwezi kuvifanya, na ili tuweze kuyazaa matokeo katika ulimwengu huu na ule unaokuja baadaye. Tuweze kuishi mbingu mpya na nchi mpya, huku tukiwa na historia ya kuwa na matokeo makubwa. Shida sio tu kuishi mbingu mpya na nchi mpya, ni kuishi mbingu mpya na nchi mpya, huku taji yako ikiwa inaonyesha matokeo makubwa ya kazi uliyoifanya duniani kuwa ni ya maana sana. Kazi uliyoifanya duniani haiwezi kuwa ya maana sana, ya matokeo makubwa, kama hauna mianzo na Roho Mtakatifu. Naamini Mungu ya kwamba atasaidia maisha yetu na kuyabadilisha. Nataka nihitimishe sasa hapa, niweze kuomba Mungu, na niweze kuomba Mungu ya kwamba Baba akujilie tena, Baba akujilie tena, uweze kuanza na Roho, uweze kukubali kumsubiri Bwana, na uweze kukubali kusubiri ahadi ya Baba kabla ya jambo lingine. Hii ahadi ya Baba iko free kabisa, yaani kujaa Roho ni rahisi kabisa, kupokea Roho ni rahisi kabisa. Ni pale tu mtu unapomhitaji na kuhitaji msaada wake kwenye maisha yako, anakuja kamsi, unaona, anaingia ndani mwako, kwa anakupa nguvu ili uweze kufanya kitu. Kama una kitu, sahau kupokea nguvu. Kwa anakuja anakupa uwezesho wa kufanya kitu. Kwa anapokupa uwezesho wa kufanya kitu, ndipo unaanza kufanya kitu. Haufanyi kitu kama hujapokea Roho. Ukifanya kitu pasipo Roho, utajikuta hauna kila kitu. Tunahitajika kujaa na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kesho nitaongelea juu ya ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto, kwamba kwa nini hitajika ubatizo kwa moto, na ubatizo wa moto ni wa aina gani? Kwa nini hitajika ubatizo kwa Roho Mtakatifu? Sasa tumshukuru Mungu sasa kwa ajili ya wakati huu ambao tumekuwa nao na neno la Bwana hili, na Bwana atusaidie ya kwamba hatuwezi pasipo Roho. Hatuwezi kuanza na kuendelea pasipo Roho. Chochote kilichoanza pasipo Roho kilikufa. Hakuna chochote kitachodumu pasipo Roho Mtakatifu. Lazima tuwe na mianzo na Roho Mtakatifu, na kuombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai ya kwamba Baba akupe kuanza pamoja na Roho Mtakatifu, na kuombea katika jina lipitalo majina
Kristo aliye hai. Ushukuru Mungu kwa sababu ya neema uliyotupa na umenipa. Sema na watu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kushukuru. Amen. Mungu awabariki wote. Kutane wakati mwingine kwa kipindi kinachokuja. Mungu ayabariki, uyatunza maisha yako na kuweke panapo nafasi. Amen.